Today we want to talk about different forms of these arrows. Leo tunataka kuzungumzia namna ama aina tofauti ya hii mishale. Bwana asifiwe. Amen. So let's read Luke chapter 22. Kwa hivyo tusome Luka mtakatifu 22 31. That's the first scripture. Hilo ndilo andiko la kwanza. So the Bible says, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. 32. But I have prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. So we go and read another one. We go to the Proverbs chapter 20 verse 12. Mithali Proverbs 20:12. 20:12. There it is. The Bible says, the hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. So this shall be the key verse this evening. Kwa hivyo hili ndilo litakuwa somo la kimsingi The jioni ya leo. hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. Father, we thank you in the name of Jesus. Baba, tukushukuru kwa jina la Yesu. Speak to us in a special way. Nena nasi kwa njia ya kipekee. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Have your seat. God bless you. Amen. Naweza keti na Mungu akubariki. Now, what we are sharing this evening is very important. Tunachoshiriki jioni ya leo ni cha muhimu sana. Even everything we have shared this week is just very important. Na chochote kile ambacho tumeshiriki juma hili lote ni la Because umuhimu a sana. time like this one, as we pray and fast, God will always speak to us in a special way. Kwa sababu wakati kama huu ambapo tunaomba na kufunga kila wakati Mungu atatunenea kwa njia ya kipekee. Now, when we talk about arrows, or the Bible writes about arrows, Wakati tunaongelea ama wakati ambapo Biblia inazungumzia mishale, there are things I want us to understand. ni vitu ambavyo ningetaka Point number tuelewe. 1, these arrows, they are invisible. Kitu cha kwanza ni kwamba hii mishale They are haiwezi not arrows kaonekana. that you are going to see with your physical Sio eyes. mishale ambayo utaona kwa macho yako hii ya I want kimwili. us to understand that. Nataka tuelewe hiyo. Now, point number 2, Jambo la pili, when you hear the word arrow, unaposikia neno mshale, these are just typologies hizi ni kama tu mfano. or allegory. Mfano. So it's not just an arrow that somebody will see an arrow enter his body as an arrow and sit in his body as an arrow. Sio kama vile mshale utaingia kwa mwili wa mtu alafu ukae ndani yake kama tu mshale wa kawaida It unavyojua. is figurative language. Ni lugha ambayo imetumiwa kama kuonyesha picha And fulani. God wants us to understand that. Na Mungu anataka tuelewe hiyo. So we want to bring this down to us, Kwa hivyo anataka kuileta kwa kiwango ambacho so tutaelewa. that even if you don't understand, you can still understand. Ndio hata kama inakuwa vigumu kwako kuelewa bado tu You utaelewa. know, in the kingdom you have slow learners. Unajua katika ufalme kuna wale ambao wanajifunza kwa And also polepole. you have fast Na learners. kuna wale ambao wanaelewa mambo kwa So haraka. we try to bring it down to slow learners. Kwa hivyo tunajaribu kuileta kwa kile kiwango cha wale ambao Because wanasoma kwa when we talk polepole. about an arrow, Tunapozungumzia mshale, you don't go searching for a real arrow. usianze kutafuta ule mshale kabisa vile unaujua. So it is a typology, Ni namna, or the language that is figurative. ni lugha ambayo inakufanya ukuwe na hiyo picha. It is an allegory, or you can translate in different, but I know Swahili is a bit complicated, isn't it? Yes. So the point is that it's just a figure of speech, or it's a symbol, it's symbolic. Kwa hivyo hiyo inakuonyesha, inatumika pale kukufanya ukaweze kujua So na kuwa na picha when you fulani. hear the word arrow, Unaposikia mshale, it doesn't mean it is a material, natural, literal, arrow that you see coming your way. haimaanishi ni ule mshale asilia kama unavyojua ukikuja upande wako. Now we read this Proverbs chapter 20 verse 12. Kwa hivyo tunasoma Mithali That the 20:12. hearing ear, the ear that hears, Lile sikio la kusikia is a gift from God. ni kipawa kutoka And kwa also Mungu. the eye that see Na or lile jicho sees ambalo linaona is also a gift from God. pia ni zawadi kutoka kwa Mungu. So people can sit before God the way we are sitting Kwa here. hivyo watu wanaweza keti mbele za Mungu kama God can ambavyo speak to tumekaa. us in a clear manner. Na Mungu aongee na sisi waziwazi. Some people will listen
what God says, wengine watasikia anachosema Mungu, and some people will just live here with fables. na wengine watatoka hapa na ni kama vitandawili. Bwana asifiwe. Amen. So it is a gift, it is a blessing, it is by grace to have the ear that can listen. Kwa hivyo ni kipawa, ni tunuku na ni baraka kukuwa na sikio ambalo linaweza kusikia. Bwana asifiwe. Amen. Now listen to what we are going to share here. Sikia sasa ambavyo tutashiriki leo. Israel is in Egypt in slavery. Waisraeli wako kule Misri katika utumwa. And God comes, he wants to rescue, deliver his people. Na Mungu anakuja anataka kuwaokoa watu wake. So he sent Moses to go and tell Pharaoh to release God's people. Kwa hivyo anamtuma Musa aende akamwambia Farao akawaachilie watu wa Mungu. Moses goes and speaks to Pharaoh. Musa anaenda anazungumza na Farao. After 10 plagues, Pharaoh allows Israel to leave Egypt. Baada ya zile tauni 10, Farao anawaruhusu Waisraeli watoke Misri. Now, before they leave, Kabla hawajatoka, God spoke to Moses Mungu alizungumza na and Musa. said, now I want to bless my people. Akasema sasa nataka kubariki watu wangu. They have served the Egyptians for 400 years. Wamewatumikia wa Misri kwa miaka 400. And Egypt must pay back. Na wa Misri lazima Now, walipe. God says to Moses, Na Mungu anamwambia tell Musa, my people, ambia watu wangu, go to the Egyptians and ask everything of gold. enda kwa Wamisri na muitishe kila kitu cha dhahabu. Ask vessels, things of silver. Muitishe vyombo Ask vya, even good clothes. na muitishe nguo nzuri. Every good thing that you like in Egypt, Kila chochote kizuri unakipenda kule take Misri, them away. vichukue. I've given you the favor and the grace to plunder the Egyptians. Nimewapatia kibali na neema ya So kuwanyakua this is kutoka kwa Misri. God's order. Kwa hivyo hii ni Go amri ya and plunder Mungu. the Egyptians. Enendeni na So mkachukue kutoka it kwa is Misri. not by their willingness to do so, Si kwa sababu hao wanataka kufanya vile, but it's an order from God. ni kwa sababu ni amri The kutoka favor kwa is upon Mungu. their lives Kuna to kibali juu ya maisha just yao. go and plunder. Kwa hivyo enendeni na mtwae chochote There is no kile. need to fear Hakuna haja ya kuogopa because God has spoken. kwa sababu Mungu ameshaongea. Bwana asifiwe. Amen. You read that in the book of Exodus chapter 12 verse 35 and 36. Unasoma hayo katika kitabu cha Kutoka 12:35 35, 36. But na 5 na 6. now, what is happening? Lakini ni nini kinaendelea? When Egypt leaves, when Israel leaves Egypt, Wakati Waisraeli wanapotoka Misri, we see God speaking to the Israelites. tunaona Mungu anawanenea He Waisraeli. says, remember the poor that live among you. Anawaambia, kumbukeni wale maskini ambao wako miongoni mwenu Be caring. na muwe wa Help kuwajali. the poor. Muwasaidie Support the maskini. poor. Muwapatie. Don't discriminate the poor. Msiwe na ubaguzi. But God just gave an order that take everything you want in Egypt, plunder them and go. Lakini Mungu alikuwa ameshawaambia mchukue chochote kile kutoka kwa So Wamisri, where- mchukue na muende. Are these poor coming from? Na sasa hao masikini je, wanatokea wapi? It means they were among the Israelites. Inamaanisha walikuwepo miongoni mwa They Waisraeli, heard God speak, wakasikia Mungu akiongea, but they didn't move lakini hawakufanya chochote. in the right direction. Hawakuenenda kwa mwenendo But they were uliofaa. just there when other people were plundering. Walikuwa tu pale wakati ambapo wengine walikuwa wanachukua hivi Because vitu. you could go wherever you wanted to go. Kwa sababu ungeenda kokote ambapo ulitaka kwenda. In a company, Kama ungeenda and kwenye say, hey, give kampuni, me every gold na that you useme have here. nipatie kila dhahabu ambayo mko nayo. God planted a kind of terror among the Egyptians Mungu akaweka aina fulani ya hofu katika maisha ya to Wamisri. obey the Israelites and give them everything Waweze they wanted. kuwatii Waisraeli na kuwapatia chochote ambacho walitaka. Bwana asifiwe. Amen. So the Bible says God made them find favor. Can you imagine somebody comes to you and say, hey, give me all the money that's in your pocket. Give me now. Just Right. go to your pocket and give smiling. Kwa hivyo Mungu aliwapatia Smile. kibali. Jaribu kutafakari. Mtu anakuja anakuambia nipe hela zote ambazo uko nazo, alafu unapatiana ukiwa umetabasamu. He comes to your house. Anakuja kwa nyumba Give me yako, every gold. Do you have a store of gold? anakuambia Yes, I have nipatie it. kila Yes, kitu. I have Uko na it. store ya dhahabu, Yes, I have nipatie. it. Niko nayo. Where is it? Iko wapi? Oh, it is here. Iko hapa. Open. Fungua. You open. Give me Anafungua, everything. nipatie kila kitu. You want everything? Unataka kila Just kitu? take it. Chukua So tu. they were giving. Kwa hivyo walikuwa Smiling. wanapatiana wakiwa na tabasamu. Why? Kwa nini? It was God's order to bless his Ilikuwa people. amri ya Mungu kubariki hawa watu. But some of them didn't listen. Lakini wengine wao hawakusikia. Bwana asifiwe. Amen. When God spoke, Wakati Mungu aliponena, they are there. walikuwepo pale. They are idle. Wamekaa They wamezubaa. don't listen. Hawasikii. So when now they leave Egypt, Wanapotoka Misri, they are there wondering, wako pale wanashangaa. we don't have clothes. Hatuna nguo. But
I gave you an order lakini niliwapatia amri to plunder the Egyptians. mwende mchukue chochote mtakacho kwa Why is it Misri. that you are lacking? Mbona hamna? Bwana asifiwe. Amen. Because they didn't listen. Ni kwa sababu hawakusikia. Now, when we talk about these arrows, Wakati tunapozungumzia hii this mishale, evening I just want to, because of our time here, I just want to talk about, for example, the arrow of poverty. jioni ya leo ningetaka kuzungumzia kwa mfano mshale wa umasikini kwa sababu ya Look muda. at these people. Angalia hawa watu. They are poor in the desert. Wako maskini katika jangwa. But God gave an open opportunity for everybody to become rich. Lakini Mungu alipatiana fursa ya wazi kwa kila mmoja kuwa tajiri. It's just to go and plunder for free. Uende na uchukue chochote utakacho kwa bure. Just speak and it is done. Ongea tu na itatendeka. Just command and you are given. Amrisha na utapatiwa. But they didn't do that. Lakini hawakufanya hivyo. They didn't obey God. Hawakumtii Mungu. So in the desert, they are poor. Kwa hivyo kule jangwani wakawa maskini. In the days of Jesus, Siku za Yesu, when Mary came and poured that perfume, wakati ambapo Mary alikuja na kamwaga yale manukato, and Judas started complaining, na Judas akaanza kuteta, Jesus told him, Yesu akamwambia, you will always have the poor with you. masikini mtakuwa na wao kila siku pamoja na But nyinyi, me, you won't have me always. lakini hamtakuwa na mimi kila wakati. But the poor are always there. Kila wakati maskini wapo. So there are people Kwa hivyo kuna watu that if the arrow of the enemy locate these people, ya kwamba ule mshale wa adui you ukiwapata, see their poverty is eternal. unaona umaskini wao ni wa kimilele. Their poverty is endless. Umaskini wao hauna mwisho. Even if you speak here, Hata ukinena hapa, they have their ears, wako na masikio yao, but they won't listen. lakini hawatasikia. They are just looking at you. Wanakuangalia tu. Bwana asifiwe. Amen. That's why the Bible says Ndio maana Biblia inasema that the hearing ear and the seeing eye, the Lord has made both ya of them. kwamba sikio la kusikia na jicho la kuona Mungu ameviumba vyote. It means the one that doesn't hear Inamaanisha yule ambaye hasikii is where? ako wapi? Did I write the Bible? Je, niliandika Let me Biblia? repeat it again. Wacha nirudie tena. For people who know English. Kwa watu ambao wanafahamu Kiingereza. Listen. Sikia. The Bible said the hearing ear Biblia inasema sikio la kusikia and the seeing eye, na jicho la kuona. the Lord has made both of them. But the Bible doesn't talk about the one that does not listen. Biblia inasema Mungu ameumba vyote, lakini haizungumzii lile ambalo halisikii. That is your problem. Hiyo ndio shida yenu. Your problem is that when God speaks, instead of saying amen, instead of getting the stuff, you don't get it. Ni You kwamba start wakati wondering. Mungu anapoongea badala ya kusema amina This na is the kupokea scripture. mambo, This is the Hamusemi. scripture that I never wrote. hili ni andiko ambalo sikuliandika mimi. Let's go there again. Wacha tuende pale tena. The hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. But the Bible doesn't talk about the mpujimachi ear. Do you know mpujimachi? Lakini Biblia haiongelei hilo sikio ambalo anasema. Bwana asifiwe. Amen. Sikio huyu anasema I mean the ear that does not listen. Anamaanisha lile sikio ambalo halisikii. The Bible doesn't say the Lord made it. Biblia haisemi Mungu aliunda, alitengeneza pia hiyo. The Bible says the Lord made Biblia inasema Mungu aliumba the one that hear lile sikio la and the kusikia one that do what? na jicho ambalo linaona. Listens. The Lord made them both. Mungu aliumba vyote. So, what do you say about these people Sasa unasemaje kuhusu hawa watu who are in Egypt? ambao wako Misri? God speaks. Mungu anaongea. Go plunder the Egyptians. Nendeni na They mkachukue say, vyovyote hey, I mtakavyo. have pity to plunder my neighbor. Alafu wanasema niko na huruma kuchukua kwa nguvu kutoka kwa Or jirani they yangu. don't even listen. Ama hata hawasikii. They just carry their rags Wanabeba matambara yao. and then leave Egypt Alafu wanatoka kule Misri empty-handed. bila chochote kwa mikono yao. In the desert, they are now poor. Kule kwenye jangwa sasa ni maskini. Bwana asifiwe. Amen. So it means
Inamaanisha if the arrow of the enemy ya kwamba kama mshale wa adui that speaks poverty ambao unazungumzia umasikini hit somebody, utamgonga na kumlenga mtu, it will create a situation of mediocrity. utasababisha ile hali ya kufikiria au kusikia umetosheka. It means this person cannot think straight. Inamaanisha huyu mtu hawezi fikiria vizuri. So when you see opportunities, So wakati ambapo unaona na this person fursa, doesn't see ule opportunities. mtu haoni nafasi ama fursa pale. When people see doors opening, Watu wanapoona milango imefunguka, this person is in a spiritual desert. huyu mtu ako katika jangwa la kiroho. He has what we call the spirit of ostrich. Ako na ile roho ya mbuni. Bwana asifiwe. Amen. Do you know ostrich? Je, mnamfahamu mbuni? Do you know an ostrich? Mnamfahamu mbuni? What does the Bible say about ostrich? Biblia inasema nini kuhusu huyu mnyama? The Bible says an ostrich Biblia does not have inasema, what? Knowledge. Biblia inasema huyu mbuni hana akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When he make his eggs, Ambapo anapotengeneza he mayai just yake, leave them in the open anayaachilia tu mahali popote under pale the dust, kwenye mchanga, and then she goes away. alafu anaenda zake. She doesn't care. Maybe another animal can come and just, Hajali break kama mnyama yote anaweza kuja na apitie pale labda that's akanyage not na her afute. business. Hiyo sio shughuli yake. That's what the Bible says Hivyo ndivyo Biblia inasema in the book of Job. katika kitabu cha Ayubu. Bwana asifiwe. Amen. Because of lack of knowledge, Kwa sababu ya kutokuwa na lack of ufahamu, wisdom, kutokuwa na and the hekima, Bible na says Biblia inasema she works or labors in vain anafanya kazi ya bure because she doesn't have wisdom. kwa sababu hana hekima. Bwana asifiwe. Amen. So if the arrow of poverty hit somebody, Kwa hivyo kama mshale wa umasikini utamgonga mtu, no matter what you try to do, haijalishi utajaribu kufanya nini, it is just bure. itakuwa ya bure. Now, if is it by chance or by lack of chance or chance or what? So that kind of person comes to your house Na ikiwa bahati ama bahati mbaya ule mtu akuje kwa nyumba yako and you have a daughter na uko na binti and the person says, I want to marry your daughter. na aseme nataka kumuoa huyu binti You yako, give your daughter to that person, umpatiane binti yako kwa huyu jamaa, you are huyu in mtu, trouble. uko kwa shida. You are in what? Uko kwa nini? You are in trouble. Uko kwa shida. The daughter of somebody will suffer Binti ya mtu atateseka because the guy doesn't see things. kwa sababu huyu mtu haoni mambo, He doesn't listen. haezi sikia The arrow of poverty. ule mshale wa umasikini. The Bible says, Biblia inasema even when people work, hata wakati ambapo watu wanafanya kazi, this guy cannot work. huyu mtu hawezi fanya He kazi. will say, outside there is a lion. Atasema kule nje kuna simba. This is a type of language. Hii ni It is namna ya allegory. lugha. It doesn't mean the person sees the lion outside. Haimaanishi yule mtu ameona simba kule It nje. means the person is fearful. Inamaanisha huyu mtu amejaa He's uoga, terrified by everything. anaogopeshwa na kila What kitu. other men are doing, the person cannot do. Kile ambacho watu wengine wanafanya huyu mtu hawezi fanya. Oh, I will be embarrassed. Hapana, nitaibika, Oh, they will chase me away. watanifukuza, Oh, they won't listen to me. hawatanisikia, Oh, I cannot make it. siwezi mali, Oh, it is very siwezi. difficult. Itakuwa ngumu sana. But some people will face that challenge. Lakini watu wengine watakumbana na hizi changamoto, They will go on and face the impossible. wataenda na wakutane na yale ambayo hayawezekani. That is how people succeed in this life. Hivyo ndivyo watu wanafaulu katika haya maisha. You don't succeed because success is there or in the open. Hauwezi faulu kwa sababu kufaulu kuko katika If hali ya, success was in the open, everybody could be successful. kama kufaulu ingekuwa imefunuliwa kila mtu angekuwa amefaulu. Now you are quiet. Sasa mmenyamaza. But because success is by hard work Lakini kwa sababu kufaulu ni kwa sababu and ya also kazi by yako wisdom, na kwa hekima, that's why some people are just broke forever. ndio maana watu wengine wako na kukosa milele. In 2000, the person Katika is mwaka broke. 2000 In 2005, hana he's broke. chochote. In 2005 2010, he's hana broke. chochote. 2015, 2010 hana he's broke. chochote. 2020 is 2015 broke. hakuna. 2020 2030 hana is chochote. broke. 2030 2040 hana is broke. chochote. He 2040 dies hana chochote. broke. Kila wakati He goes to the hana. grave broke. Wakati But the earth is plenty full of things of all kind, full of lakini blessings, dunia full limejaa of vitu vingi, opportunities. baraka na nafasi mingi. If she's a lady, the same. Kama ni dada vile vile. The Bible says Biblia inasema a wise woman ule mwanamke mwenye built hekima her house. anajenga nyumba yake, Ama namna gani? But a foolish one lakini yule mpumbavu breaks that house anavunja ile nyumba with her tongue. kwa kutumia ulimi wake.
You can see when she speaks to her husband Unaweza muona anapozungumza na mume wake or to the boss at work. ama anapozungumza na yule The msimamizi wake wa tongue is kazi. like a razor, Ulimi wake ni kama wembe, like an arrow itself. ni kama mshale wenyewe. And then she's retrenched or chased away from Alafu job. anafukuzwa na manavutwa kazi. Mimi amenichukia sana kule kwa kazi yetu, yule boss wangu. Hakuna mambo ya boss pale. Ulimi ni kama upanga ama namna gani? Yes. Can you talk well? Je, unaweza ongea Can you vizuri? talk well? Unaweza ongea vizuri? That tongue Huyo ulimi is a blessing from ni God. baraka kutoka kwa Mungu. It is a weapon for prosperity. Ni silaha ya kupata utajiri. Why are you not saying amen? Mbona hamsemi amina? You see now. Naona sasa. Through your tongue, Kutumia tu ulimi you can wako. bless people. Wewe nyinyi ni watu ambao You can mmebarikiwa. attract people. Unaweza kuwavutia watu. Through your tongue. Kutumia tu ulimi wako. Everybody you work with is an enemy. Kila mtu ambaye unafanya naye kazi ni adui. Everybody hates you at work. Kila mtu anakuchukia kazini. If they ask, whom can we chase away from Unaweza this mfukuza service? nani hapa? Chase so and so. Fukuza fulani wa fulani. Because nobody wants you around. Kwa sababu hakuna ambaye anataka ukue karibu na yeye. Because whenever you open your mouth, you cut people Kwa into sababu pieces. kila wakati unafungua kinywa chako unawakatakata watu kwa vipande. The tongue is a sword. Ulimi ni kama sword. Ni kama upanga. The Bible says Biblia inasema she breaks her own house anavunja nyumba yake and mwenyewe bring it down na anaiangusha using her tongue. akitumia ulimi wake. The tongue must be flexible. Ulimi lazima uwe unaweza kupindika. Speak good. Uongee vyema. Lift people up. Inua watu. Love people. Penda watu. God will bless you using people. Mungu anakubariki kwa kutumia watu. It doesn't matter what kind of promises you have. Haijalishi uko na ahadi gani. God will use human beings Mungu atatumia to wanadamu bless your life, kubariki maisha yako, to take you to your destiny. kupeleka kwa hatima yako. Even though Joseph had dreams, Hata kama Yusufu alikuwa na ndoto, the blessing didn't just come from a vacuum. baraka haikutokea tu mahali popote He pale. served in the house of Potiphar. Akatumika katika nyumba ya Potifa. He spoke well. Akaongea vyema. He encouraged everybody Akawatia kila mmoja moyo until he was made boss. mpaka wakati ambapo akafanywa mkubwa. In that house, Katika ile nyumba he spoke well. aliongea vyema. When the challenge came, Wakati changamoto ilikuja, he still spoke well. bado alizidi kuongea vyema. Did you see Joseph bring out whatever that happened between him and the wife of Potiphar? Je, Did you uliona see? wakati wowote Yusufu Did you see akihadithia that? yaliyotendeka katikati yake na mke wa Don't you read the Potifa? Bible? Je, hausomi Biblia? Oh, Joseph, you Yusufu, know, you unajua want to sleep with my wife. nataka kulala na She mke told wangu. me, Aliniambia, why did you do that? mbona ulifanya hivyo? Oh, you know, this your wife. Unajua, Your wife huyu is a mke liar. wako ni Your wife is, mwongo. Alikuwa amenyamaza. we take you to prison. Tunakupeleka kwenye gereza. Inside prison. Kawekwa ndani ya gereza. In the prison, Kule gerezani he speak good. anaongea vizuri. If you're in trouble, Kama uko katika shida, oh, why are you sad? ni nini inakufanya What is the unasononeka? problem? Shida ni gani? You know, God can answer. Mungu anaweza He kujibu. is a good God. Yeye ni Mungu mzuri. Oh, I got a dream. Nilipata ndoto. It is one man, Ni mtu the mmoja cupbearer, yule ambaye alikuwa When he amebeba came out kikombe of cha the prison, Farao. he go there. Alipotoka kwenye gereza, and speak about Joseph. akaenda akazungumza kwa niaba ya Yusufu. There is a man, Kuna mtu I met him in prison. nilikutana naye gerezani, A man of distinction, mtu wa utofauti, a loving person, mtu anapenda watu, a kind guy. mtu ambaye ni He mkarimu, loves everybody. anampenda kila mtu. When he speaks, Anapoongea, grace comes out of his mouth. neema inatoka kwenye kinywa chake. Bring that man here. Leta huyo mtu You hapo, get the solution to your problem. utapata suluhisho ya He was shida a yako. solution giver. Alikuwa mtu wa suluhisho. Your life, you have no solution. Wewe maisha yako You hauna have never suluhisho. thought of anything Haujawahi fikiria Anything kuhusu chochote. Chochote kizuri that can bless anybody. ambacho kinaweza bariki mtu. And then you want to prosper. Alafu unataka ufanikiwe. From which ulimwengu? Ufanisi wako utatokea wapi? Kwa dunia gani? Prosperity come. Ufanisi njoo. Dollars come. Dola kuja. Enter my pocket. Ingia mfuko wangu. Dollars enter here too. Dola ingia pia hapa. Wapi ingine?
enter here too. Ingia pia upande huu mwingine. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. Things don't work that way. Mambo hayaendi namna hiyo. The arrow of poverty. Ule mshale wa umasikini. There is a lion outside. Kuna simba kule nje. It is very cold outside. Kuna baridi sana kule nje. Na hiyo baridi kama iwe wengine wetu ndio itaua. Wale wanatembea kwa baridi wako na mwili ya chuma. Si wako tu na mwili kama hiyo yako ama namna gani? Yes. Sometimes there are people who don't want to struggle. Kuna watu, wakati mwingine kuna watu ambao hawataki kupambana. Nelson Mandela says struggle is my life. Nelson Mandela anasema kung'ang'ana ndio maisha yangu. He struggled until he became president of South Africa. Alipambana mpaka akakuwa rais wa Afrika Kusini. He struggled until apartheid was abolished in South Africa. Akapambana mpaka ule he went to prison because of his beliefs for 27 good years in Robben Island. Kwa miaka 27 kwa sababu ya kile ambacho aliamini. He came out and led these people to Akatoka freedom. na akakuja akaongoza watu wake katika Ama namna gani? uhuru. Bwana asifiwe. Amen. Are you in this place? Je, uko hapa? Are you getting what I'm saying? Unaelewa ninachozungumzia? This is the will of God for his people. Hii ndiyo Mungu anataka kwa watu wake. That's why you have to check at yourself. Ndio maana nafaa ujichunguze. Where am I? Niko wapi? Who am I? Mimi ni nani? What is happening to me? Ni nini kinaendelea katika maisha God, yangu? in case there is any arrow Mungu, kama kuna of the mshale enemy, wowote wa the adui, arrow of poverty, ule mshale wa if it umasikini, located me, kama umenilenga today leo, I pull it out of my body, ninaung'oa kutoka kwa out of maisha my yangu, life. katika maisha yangu, In the name of kwa Jesus, jina la Yesu. I must prosper. Lazima I must move nifanikiwe, forward. lazima nisonge mbele. Listen, Sikia, John 17. God, Yohana 17. I pray for this one, the people you gave me. Na waombea hao ambao ulinipatia. I bless their lives. Inabariki maisha yao. I'm not praying that you remove them from the earth, Siombi ya kwamba uwatoe kwenye ulimwengu, but I pray that you protect them on earth. lakini naomba uwalinde hata wakiwa duniani. Why is God protecting you on earth? Mbona Mungu akulinde hapa duniani? To make impact. Ndio ukaweze kufanya mguso. Sema amen. Amen. Positive impact for that matter. Kufanya mguso wa upande ulio mzuri kwa ajili ya Mungu. So you need to do that. Kwa hivyo lazima ufanye vile. And you must do that. Na ni lazima ufanye It hivyo. is your portion in Jesus' name. Hiyo ni sehemu yako kwa jina la Yesu. That's why Ndio maana you have to wake up, lazima uamuke. be aggressive, Ukue na bidii. start doing things in a different way. Uanze kufanya mambo kwa njia tofauti. You don't do things in the same way every year. Usifanye vitu kawaida kila mwaka. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. We do things in a different way. Tunafanya mambo kwa njia tofauti. That's why as we speak about the exploit of excellence, Ndio maana tukizungumzia kuhusu that is the theme of our grand rendezvous. ubora wa ubora. You will hear stuff you have never heard since you were born. Utasikia mambo ambayo hujawahi sikia katika maisha yako. The exploits of excellence. Excellence in thinking. Ule ubora Excellence katika in hali ya doing things. kufikiria, katika hali ya Excellence kutenda in mambo, real life. katika hali ya maisha. Ama namna gani? Kuna simba hapo nje. Can you look at your neighbor, mwambie, umuulize, je, kuna simba hapo nje? Do you know Simba is terrifying. The lion, Simba anatisha. Bwana asifiwe. Amen. The lion is terrifying. simba anatisha. When you meet a lion, you are terrified. Unapokutana na simba If unaingiwa there na is woga. lion outside, it means it is terrifying. Kama kuna simba kule nje inamaanisha kuna ogofya. You can see some people go out there, Unaweza ona watu wanaenda kule nje. they do things Wanafanya mambo and they succeed. alafu wanafaulu. But you say, if I go out there, I will fail. Lakini wewe unasema nikienda huko mimi nitashindwa. Who told you that you are going to fail? Nani alikuambia kwamba utashindwa? Be an adventurer. Lazima ukuwe mtu wa Hallelujah. kubuni mambo. Just do things to the glory of God. Fanya mambo kwa utukufu wa Mungu. You better fail out there. Afadhali ushinde ukiwa kule nje. Ama namuna gani? Yes. Oh, it is cold. Kuna baridi. You better die with cold out there Afadhali ufe na baridi ukiwa kule nje. than dying ndani ya nyumba kwa joto. Did you hear that? Je, umesikia hiyo? Ni mzuri uende huko nje iko baridi, ufe huko kwa baridi, sababu kuna kitu ulikuwa unafanya kwa hiyo baridi. Kuliko kukaa ndani ya nyumba na kufa bila kufanya chochote ndani ya nyumba. Sababu at least wataandika huyu mtu alikuwa huko nje, alikuwa anafanya kitu fulani na akakufa. Kuliko wasema huyu mtu alikuwa analala tu kwa nyumba hapa,
burebure useless na akakufa. We were born to die. Tulizaliwa tufe. We live for some time. Tunaishi kwa muda fulani. And then we are normal. Alafu tena hatupo. But when you live, lakini unapoishi, live for something. Ishi kwa sababu ya something good for that matter. Kitu kizuri. To the glory of God. Kwa utukufu wa Mungu. Your blessings are there. Baraka zako zipo. You are not a useless person. Wewe sio mtu wa bure. You have potential. Uko na That's why we are here. Ndio maana uko hapa. To shape you. We are here to shape you. We are here to mold you. I'm here to provoke you. In the name of Jesus, Son of God. That the potential that you have, you can pull it out to be a blessing to your generation. In the name of Jesus. Everybody was born naked. Everybody was born with nothing. If anybody can become anything, you can do better. I want you to start praying as I speak. I want you to start praying as I speak. In the name of Jesus. God, give me that ear that hear. Give me that eye that sees. I want to see. In the name of Jesus. I want to hear. In the name of Jesus. Every arrow shot at me, I uproot it from my life. In the name of Jesus. I uproot it from my life. In the name of Jesus. If the devil shoot it again, it will never locate me. In the name of Jesus. We pray for deliverance. And we pray for protection. If it already hits you, we uproot it in Jesus' name. If it has not hit you, you are protected in Jesus' name. Father, for your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. He guides my